Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Kwa maana ninyi mmezaliwa na wanawake wenzangu. Na kama mimi ni mbunge wa wanawake, siwezi kujitenga ubunge wangu na watoto ambao tumewazaa wenyewe. Kwa mimi nawachukua ninyi kama ni sehemu yangu ya ubunge wangu, tuende pamoja. Mnanibariki. Naomba niulize, mnanibariki? Mnanibariki? Asanteni sana. Asanteni sana. Nimepokea baraka zenu. Nimekuja na kitu kidogo, lakini nimeona hicho nianze nacho kwa ajili ya kujitambulisha. Mkurugenzi na mkuu wa bodi, tumekuja na kilo 60 za unga, tumekuja na kilo 50 za mchele, lakini tumekuja na katoni 4 za madaftari, tumekuja na peni za kutosha na penseli za kutosha. Lakini tukasemaje, watoto wetu ukisema tawapikia wali jioni ni mbali, tumekuja na juisi ili mnywe sasa hivi. Tunawapenda sana. Huo ni mwanzo tu, pokeeni. Tutaendelea kuja. Natoka leo mniite mama. Jina langu naitwa Dr. Neema Peter Majule. Mimi ni mbunge wa viti maalumu mkoa wa Dodoma. Lakini pia mimi ni mwenyekiti wa UWT wa mkoa wa Dodoma kupitia chama changu cha Mapinduzi. Ukweli mimi nimekuwa nikifanya kazi na wanawake wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka yapatao 10 sasa nikiwa mwenyekiti wao. Lakini juzi wanawake wameniheshimisha sana na kunichagua kuwa mwakilishi wao, yani kuwa mbunge wa viti maalum. Kitu hiki kilinigusa sana. Maana wanawake kwanza walinipa kura nyingi sana ambazo haijawahi kutokea. Katika kura 1581, wanawake walinipa kura 1524, sawa na 98%. Kitu hiki kilinigusa sana, nikasema kwa mapenzi hayo makubwa sana ya wanawake, mimi nitawatumikia wanawake. Lakini sasa nimepanuliwa wigo. Siwezi kuwatumikia wanawake wa Chama cha Mapinduzi peke yake, ninaenda kutumikia wanawake wote wa mkoa mzima ipasayo wanawake 800. Wanawake 800,000. Wanawake 800,000 ni wengi sana, lakini kwa mapana yao mimi nimeweka mipango ya kumfikia kila mwanamke na kila mwanamke aweze kupata kitu. Kitu sio lazima viwe vitu vya kushika. Lengo kubwa sana ni wanawake waweze kupata elimu ya kujikwamua kiuchumi, waweze kuondokana na umaskini, lakini pia wanawake waweze kuona fursa mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zikuwepo fursa za kiuchumi, fursa za kijamii, hata fursa za kisiasa zipo. Kwa hiyo mimi hilo ndio limenisukuma sana, ya kwamba wanawake walionichagua mimi niweze kuwawakilisha bungeni vizuri sana, lakini pia niweze kuwatumikia kama ilivyo makusudio yao, lakini kama ilivyo malengo ya taifa letu. Tuna dira ya miaka 25, tuna mkakati wa miaka 5, tuna mkakati wa mwaka 1. Katika mambo yote haya kumetajwa mwanamke, na huwezi kumtenga sasa mwanamke ukamwacha mtoto. Kwa moja kuna watoto. Kilichonisukuma sasa kuja ni kuona kundi jingine la pili kuliko wanawake, sasa kuona kundi la watoto. Watoto hawa ni watoto ambao wanahitaji maalum, watoto ambao hawasikii. Wapo mahali hapa kwenye hii shule, wanatunzwa na wana mahitaji yao. Serikali inajitahidi na wafadhili wamejitahidi. Nikaona mimi nije na mimi kuweka mkono wangu kwa wale watoto. Labda mimi niseme zaidi ya wajibu wangu hapa, nimeona ni sadaka. Tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini Wakristo tumefunga Kwaresma. Kwa nimeona sadaka yangu ya kwanza kabisa kwenye ubunge wangu nianze kwa watoto hawa wa viziwi. Na hii si mwanzo. Mimi bado nina mpango mwingine.
Tarehe 8 nitafanya tukio hili. Tarehe 8 nitatoa baskeli za wale ambao wanahitaji mwendo, walemavu wa miguu. Nitatoa baskeli 25 zenye thamani ya milioni 8. Nataka kuwasaidia watoto 12 ambao wanatambaa kwenye ardhi, hawana baskeli, waweze kutembea, lakini na watu wazima 13 ambao wanatembea kwenye ardhi, nao pia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi huu wa mfungo wa Kwaresma, waingie kwenye mabaskeli ili nao waweze kuchangamkia fursa ambazo zimeandaliwa na Dr. Samia Suluhu Hassan za kuwakomboa makundi yote kiuchumi, ikiwepo zile 10% za kila halmashauri, lakini pia ikiwepo mifuko 74 iliyo chini ya ofisi ya rais, iliyo chini ya ofisi ya rais. Watu hawa wote, makundi yote yaweze kupata. Kwa moja kwa moja ninajikita kwa wanawake na watoto, moja kwa moja nitajikita kwa vijana, na moja kwa moja nitajikita kikamilifu kwa watu wanaoishi na ulemavu. Kwa kweli mimi nawaambia, agizo la kwanza kabisa la Dr. Samia Suluhu Hassan, siku anatoa hotuba yake pale bungeni kufungua bunge la 13, alisema anatamani tabasamu kwa watu wa chini kabisa. Hili ni agizo. Rais akihutubia pale anatoa dira ya miaka 5, lakini hayo ni maagizo moja kwa moja tukafanye. Mimi nawaambia kwamba tusifanye mambo ambayo tumeyazoea. Tusifanye siasa ambazo tumezoea. Tuwe watu wa kweli kabisa, tunaofanya kitu, yani kitu in real. Na kitu in real ni kwenda kabisa kwenye maisha halisi ya watu na kuwagusa watu maisha yao. Tuache tu siasa za kwenye majukwaa, tuache tu siasa za kwenye vitabu, hebu twende kwa watu tukaguse maisha ya watu kabisa kwenye maisha yao. Hapo ndipo tutakuwa tumemtendea haki Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia tumemtendea haki huyo Allah, Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Tutakuwa tunatendea haki kugusa haya makundi maalum.